Vipi nikikwambia huyu unayemuona mbele yako ndio kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans ambaye anaenda kusuka Young Africans mpya, na Young Africans ambayo inaweza kubeba kombe la kimataifa kwa maana kombe la klabu bingwa barani Afrika au kubeba kombe la ligi kuu Tanzania bara pamoja na makombe mengine. Ujamaa anatazamiwa kwamba akitua ndani ya kikosi ya Young Africans ataibadilisha kwa kiwango kikubwa sana na kuipa Young Africans yale mafanikio ambayo kila mmoja alikuwa anayaota, kwa maana mafanikio ya kuipa Young Africans ule utawala waliokuwa nao na Young Africans kuweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. So niko hapa kwa ajili ya kumtazama, tumjue yeye ni nani kihistoria, ana uwezo gani, wachezaji gani ndani ya kikosi cha Young Africans ambao of course wataenda kuteseka moja kwa moja chini ya utawala wake mpya, lakini wachezaji gani ambao wanaenda kunufaika naye moja kwa moja kwenye utawala wake mpya if atatua ndani ya kikosi cha Young Africans according to tetesi ambazo zinaendelea. Karibu sana, hapa panaitwa Nkanyas Digital, sehemu pekee yake ambayo una uhakika kupata taarifa zote kwa uhakika na kwa uwezo mkubwa sana. Hatuna taarifa yoyote ambayo tunaiacha, kila taarifa ambayo unastahili kuipata tunakupatia, na kuomba tu unisaidie kubonyeza hicho kidude cha subscribe ili uwe sehemu ya wale watu ambao watakuwa wanapata taarifa mahususi kwenye kila wakati sehemu yoyote ile ambapo utakapokuwa. So kupitia kwa mtu ambaye mara nyingi anatoa tetesi za hapa Bongo, ambaye kiusema la kweli amekuwa akifanikiwa kwenye kuzitoa hizo tetesi za usajili, ni pamoja na Ansvet Raphael, ambapo aliandika siku takriban siku ya jana ameandika akisema jina la Khaireddine Madoui ambaye ana miaka 49, raia wa Algeria, sasa anaongoza kwenye mbio za kuinasa nafasi ya ukocha ndani ya kikosi ya Young Africans. Khaireddine Madoui amewahi kuipa ubingwa CAF Champions League CAF Champions League Saint-Etienne ya Algeria. Kocha anakaribia kujiunga na Young Africans mwaka 2026 ili alikuwa inabidi ajiunge na Young Africans mwaka 2024, ila dili lake likayeyuka mwishoni, na sasa Young Africans wamerudi tena kwake kwa nguvu kubwa sana kwa ajili ya kumpata. So nataka tumtazame after kuiona hii tetesi ndani ya page ya Ansvet Raphael. Mimi nikasema kupitia hapa Nkanyas Digital tutakuja kutazama uwezo wake. Kuna baadhi ya vitu tutavitazama: anavyocheza kiufundi, wachezaji watakaonufaika, wachezaji ambao watapata tabu sana, changamoto ya kucheza naye, lakini pia tutatazama mafanikio ambayo ameyapata. Kwanza inabidi tuangalie biografia yake. Khaireddine Madoui ana historia kubwa ya soka barani Afrika, akiwa ametoka kwenye kucheza hadi kwa moja makocha vijana wenye mafanikio makubwa sana. Sasa maisha yake kama soka, Madoui alizaliwa mji wa Setif pale Algeria, akacheza kama kiungo wa kati kwa maana ile midfielder kwenye club za Algeria kama Setif pamoja na CR Belouizdad. Alicheza pia timu ya taifa ya Algeria akicheza takriban mechi 12 akifunga magoli 3 peke yake. Mapema mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 28 tu alilazimika kustaafu soka kutokana na majeraha mabaya ambayo aliyapata kwenye mguu wake. Kwa hiyo jamaa kabidi atundike daluga kutokana na bio injury pana aliyoipata akiwa na miaka 28 tu. Kuna wachezaji ambao wana historia kama hiyo, kwa maana kwa umri huo walishindwa kuendelea na soka na wakastaafu moja kwa moja. So ni pamoja na huyu jamaa. Na mwaka 2010 alikuwa kocha msaidizi wa timu ya Setif, na Desemba mwaka 2013 alikabidhiwa hiyo timu kama kocha mkuu. Alisafiri na kuifundisha klabu mbalimbali za ukanda wa Kiarabu na Afrika, ikiwemo Ismailia Misri, Al Wahid ya Saudi Arabia, Etoile Said ya Tunisia, Khadasi ya Kuwait, na sasa yupo kwenye timu ya Constantine ya pale Algeria. Kama utakuwa unakumbuka Constantine tuliwaona hapa nchini Tanzania, alikuja kucheza dhidi ya Simba Sports Club. Sasa mafanikio makubwa sana ambayo ameyapata, ameweka record mbalimbali. Kwanza mwaka 2014
aliongoza klabu ya Setif kutoa ubingwa wa Afrika, akiweka rekodi ya kuwa kocha mdogo zaidi kwa kutoa ubingwa huo akiwa na umri wa miaka 37 tu. Lakini alitoa ubingwa baada ya kuifunga Al Ahly Super Cup mwaka 2015. Lakini alibeba ligi kuu Algeria twice. Alichukua ubingwa wa ligi Algeria ya Professional mwaka 2014-15, 16-17, lakini pia akashinda Algeria Super Cup mara mbili akitoa mwaka 2015 na mwaka 2017. Lakini huyu alitoa tuzo ya kocha bora wa mwaka barani Afrika, Coach of the Year, akitunukiwa tuzo hiyo na shirikisho la mpira wa miguu baada ya mafanikio makubwa ya klabu yake. Lakini kwenye kombe la dunia la FIFA la vilabu alipeleka Setif kushiriki mashindano haya makubwa duniani kule Morocco. Amewatengeneza wachezaji kadhaa kwenye mikono yake. Kwa hiyo sio kocha ambaye hana uwezo wa kutengeneza. Of course, Madoui ana sifa kubwa sana kukuza vipaji na kupa nafasi wachezaji vijana na wamepata mafanikio makubwa. Karim Dajaniti, kiungo ambaye Madoui alimjenga na kumfanya kuwa engineer, engine iliyotoa ubingwa mwaka 2014 akifunga magoli muhimu. Lakini kuna mtu anaitwa Sofiani Younes, winga mzoefu ambaye Madoui alimrudishia makali yake ya ufungaji na kumtumia kama silaha kubwa mashambulizi ya kustukiza. Kuna mtu anaitwa Henry Barameiri, winga mwenye kasi kubwa sana aliyeng'ara chini ya mfumo wa Madoui wa 4-2-3-1, akimaliza kama wafungaji bora mwaka 2014. Lakini kuna mtu anaitwa Zakaria Bouafaya, goalkeeper ambaye chini ya usimamizi wa Madoui kwenye klabu ya sasa Constantine amekuwa muhimili mkubwa sana. So hawa ndio watu ambao amewatengeneza akiwa kama kocha, na hiyo ndio safari yake. Sasa anapenda mfumo wa namna gani? Madoui anapenda mfumo wa 4-2-3-1. Unaweka msisitizo mkubwa kwenye nidhamu ya ulinzi na mashambulizi ya kustukiza yenye kasi, counter attacks. Tofauti na soka la kumiliki mpira muda mrefu bila malengo, Madoui anataka timu yenye viungo wawili wakabaji imara wanaolinda mabeki, huku mawinga na kiungo mchezeshaji wakishambulia kwa kasi kubwa sana pindi mpira unaporudi miguuni mwao. Yanga inafaa chini ya mfumo huu kwa sababu tayari ina utamaduni wa aina ya wachezaji wabunifu wenye kasi ambao wanaweza kucheza namna hii. Wapo wachezaji ambapo Young Africans ambao wanaendana na mfumo wake moja kwa moja, na kama yeye ndio atakuwa kocha lazima Young Africans wafanye kila linalowezekana aendelee kusalia pale. Kuna mtu anaitwa Maxim Pia Nzingeli pamoja na Pacome Zouzoua. Hawa atakuwa injini kuu ya kocha huyu, kasi na uwezo wako kupiga pasi za mwisho na ufanisi wa kuanzisha mashambulizi ya haraka. Transition vinaendana kabisa na mawinga hawa pamoja na Alan Okello. Lakini Mudathir Yahya Abbas chini ya Madoui, kiungo huyu wakati atapata uhuru wa kupandisha timu akitokea nyuma huku akilindwa na viungo wakabaji asilia wawili. Lakini anahitaji mabeki wakati wenye nguvu. Mfumo huu unahitaji mabeki wakati ambao walio tulivu sana, imara kimwili na kuweza kuhimili shinikizo pale timu inaposhambuliwa kabla ya kuanzisha counter attack. Lakini wachezaji watakaopata tabu chini ya jamaa, kwanza viungo wanaochelewesha mpira, kwa sababu huyu jamaa wachezaji wanaopenda kukaa na mpira muda mrefu na kupunguza kasi ya mashambulizi, slow building up, watapata tabu sana. Madoui anataka mpira uende mbele kwa haraka na kwa usahihi zaidi. Lakini watu ambao ni wazembe kiulinzi, katika mfumo wa 4-2-3-1 Madoui mawinga na viungo washambuliaji wanatakiwa kurudi nyuma kusaidia kuzuia pindi timu inapopoteza mpira. Mchezaji yoyote asiyependa kukaba au mwenye mapungufu ya utimamu wa mwili, kwa maana ile fitness level, atapata tabu. Miongoni mwa hao watu ni pamoja na Salma Abubakar Shwaboy. Umri wake na mtindo wake wa soka wa pasi fupi fupi taratibu unaweza usiendane kabisa na high intensity transition ambayo Madoui anayotaka. So huyu ndio kocha ambaye anatajwa kwamba anaweza kujiunga na kikosi cha Young Africans. Swala la kusubiri na kuona ili tuweze kujua ni nini ambacho kitafanyika kwake. Mimi naitwa Almachus Kanyasi, na please hakikisha kwamba una subscribe channel yetu ili uweze kwa kwanza kuzipata hizi taarifa mbalimbali za uchambuzi pamoja na tetesi za usajili.